Septemba 22 mwaka 2025 ndio siku ambayo tuzo maarufu duniani zitakwenda kutolewa, tuzo za Ballon d'Or, na hizi ni tuzo za mchezo wa soka. Msimu huu wa 2024-2025 nyota wengi duniani wamefanya balaa kubwa kwenye viwanja mbalimbali na wanatazamwa baadhi yao kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanaweza kushinda tuzo ya Ballon d'Or. Kitu ambacho pengine haukifahamu kuhusu tuzo hii, mshindi wa kwanza alitoka taifa la Uingereza, na huyu si mwingine, alikuwa anafahamika kwa jina la Stanley Matthews, ambaye yeye alishinda tuzo hii akiwa anaitumikia timu ya Blackpool wakati huo mwaka 1956. Kwa mara ya kwanza tuzo hizi zinazinduliwa. Stanley Matthews alishinda tuzo hii akishika nafasi ya kwanza mbele ya Alfredo Di Stefano, ambaye wakati huo alikuwa anaitumikia Real Madrid na timu ya taifa ya Uhispania, lakini pia Raymond Kopa, nyota wa Ufaransa na Real Madrid, pia wakati huo alikuwa kwenye nafasi ya tatu, na hivyo rasmi Stanley Matthews kutajwa kama mshindi wa tuzo hii. Stanley Matthews alizaliwa tarehe 1 ya mwezi Februari mwaka 1915 huko nchini Uingereza kwenye jimbo moja linalofahamika kama Staffordshire, lakini umauti ulimfika tarehe 23 mwezi Februari pia mwaka 2000 akiwa na umri wa miaka 85. Pumzika kwa amani Stanley Matthews. Msimu huu wa 2024-2025 na wachezaji ambao wanapigiwa chapuo kwenda kutoa tuzo ya Ballon d'Or, tuzo ya mwanasoka bora duniani kwa upande wa wanaume, ni Lamine Yamal wa timu ya taifa ya Uhispania na klabu ya FC Barcelona, lakini pia Rafael Beloli Diaz, watu wengi ambaye humfahamu kama Rafinha, ambaye yeye anaitumikia timu ya taifa ya Brazil pamoja na FC Barcelona, lakini Ousmane Dembele, nyota wa zamani wa FC Barcelona pia Borussia Dortmund, kwa sasa Paris Saint-Germain, watakatifu wa jiji la Paris PSG, ambao ni mabingwa wapya wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, naye anapigiwa chapuo kwenda kutoa tuzo hiyo ya mwanasoka bora duniani kwenye tuzo za Ballon d'Or. Hawa watatu kila mmoja amefanya balaa kubwa. Ousmane Dembele msimu huu mechi 59 akifanikiwa kufunga jumla ya mabao 35, lakini akisaidia kupatikana mabao mengine 13, kwa maana watu wengi hufahamu kama zile assist. Lakini vipi kuhusu Lamine Yamal ambaye ni nyota mdogo kabisa, umri wa miaka takriban 17, ambaye anafanya maajabu makubwa sana duniani kwa sasa. Lamine Yamal amecheza mechi takriban 65, mabao 18 akifanikiwa kuweka kimiani, lakini akisaidia upatikanaji wa mabao mengine takriban 26. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekonga nyoyo za watu wengi, na juzi tu hapa Zinedine Zidane alitaja kuwa ni mmoja wa wachezaji ambao anawatazama kuja kuwa wachezaji hatari sana kwenye ulimwengu huu wa mchezo wa soka. Lakini pia Rafael Diaz Beloli maarufu kama Rafinha pia amekuwa na balaa kubwa. Huyu ndiye kinara wa mabao kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu akifanikiwa kufunga mabao takriban 13. Rekodi nzuri ukilinganisha na misimu kadhaa ambayo ameitumikia FC Barcelona, lakini pia Leeds United ya pale nchini Uingereza. Rafinha msimu huu amecheza mechi 59 sambamba kabisa na Ousmane Dembele wa PSG, lakini kwa Rafinha amefanikiwa kuweka kimiani mabao takriban 33 akisaidia upatikanaji mabao mengine 21 kwa maana ya zile assist. Tusubiri na kuona nani atakwenda kutoa tuzo hii, ingawa watu wengi wanamtaja zaidi Ousmane Dembele kutokana na kile ambacho amekifanya kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kuisaidia PSG kutoa ubingwa. Mimi ni Imam Shughuli Mali, kiungo mshambuliaji jezi nambari 17 mgongoni. Nyuma ya kamera ni Frank Lushinge.